vitu kadha. Nilikuwa nauliza Roho Mungu, ni ishara gani unaweza ona kwa muamini ya kuonyesha kwamba muamini hajakomaa kiroho? Ni ishara gani unaweza ona kwa muamini, au unaweza ona kwa mtu ujue hivi muamini hajakomaa kiroho, bali kuna shida? So the sign of being spiritual maturity, ishara ya kutokomaa kiroho. Kuna ishara nyingi kwa waamini, ili ukiona utajua tu muamini hajakomaa kiroho. Hajakomaa kiroho. Tika afundishwe sana, anahitajika akaribie Mungu sana. Na hizi ishara nitakapokutaja zote, nataka uiangalie kama ziko katika maisha yako kama mwamini. Na kama ziko, nafaa ujiulize, kwa nini mpaka saa hii haujakomaa kiroho? Nini nafanya usikomae kiroho? Kwa nini mpaka saa hii, hiyo muda umetembea katika wokovu, hiyo miaka yote, kwa nini mpaka saa hii haujakomaa kiroho? So kuna vitu ukiona kwa mtu, kwa mwamini, unajua mwamini hajakomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende kwenye maandiko. Nataka tufungue kitabu ya Yohana 20. Yohana 20. Tutaanzia kutoka mstari wa 24 mpaka 29. Alafu tukipata time tutasoma kitabu cha Hesabu. Andika tu Hesabu 11 mstari wa kwanza, tutasoma mstari wa kwanza mpaka 3. Pia nikipata time tusome kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko 12, tusoma hapo mstari wa 24 mpaka 26. Hebu tuanze kusoma hii Yohana 20 kutoka mstari wa 20. Inasema aje? Inasema, lakini Tomaso aliyeitwa Didimas, yaani pacha, mmoja wa wale 12, hakuwa pamoja na Yesu alipokuja. 25. Hivyo wale wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Lakini yeye akawaambia, nisipoona zile alama za misumari mikononi mwake na kuweka kidole changu kwenye hizo alama za misumari na mkono wangu ubavuni mwake, sitaamini. Mstari wa 26 anasema, baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwa tena pamoja ndani ya nyumba, naye Tomaso alikuwa pamoja nao. Ndipo Yesu akaja, milango ikiwa imefungwa, na kusimama katikati yao, akasema, amani iwe nanyi. 27 anasema, akawaambia, kisha akamwambia Tomaso, weka kidole chako hapa na uone mikono yangu, nyosha mkono wako uguze ubavuni mwangu, usiwe na shaka, bali uamini tu. Tomaso akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, umeamini kwa kuwa umeniona.
Wamebarikiwa wale ambao hawajaona lakini wameamini. So, unaposoma maandiko, nini unaona katika maandiko? Ama nini unajifunza katika maandiko? Unaona alitembea kwa hiyo muda wote, lakini bado alikuwa ni mtoto kiroho. Alikuwa na roho ya kutoamini. Roho ya kutoamini. Ishara ya kuonyesha muamini bado ni mchanga kiroho ni kutoamini. Wakati muamini ako na roho ya kutoamini, yaani yeye si wa kuamini kitu haraka. Yeye si wa kuamini maandiko haraka. Bwana Yesu asifiwe. Yeye si wa kuamini maandiko haraka. Yeye hata umwambie haji amini, anang'ang'ana, anasema hapana. Yaani yeye si wa kuamini kitu haraka, si wa kuamini maandiko haraka. Nisikize, kuna vitu ambazo naweza ng'ang'ana kuamini, lakini ikifika kwa mambo ya Mungu nafaa kuamini haraka. Just imagine, mtu amekaa miaka yote, wengi kwa kanisa, ambapo hata wahubiriwa namna gani bado wataki kuinuka kiroho. Kuna Tomaso wengi kwa kanisa, hata waelekeze namna gani si wa kukua kiroho. Hapo ni hatari sana katika kanisa, ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anawahi kuwa na hiyo roho ya kutoamini. Hata mimi nilikuwa na hiyo roho ya kutoamini. Remember siku moja nilikuwa naona watu wakiongea in tongues na shangaa, hii tongues imetoka wapi? Sasa hivi leo mimi ndio naongea in tongues sasa. Lakini nilikuwa siamini. Hii lugha imetoka wapi? Hii watu nini? Nilikuwa na roho ya kutoamini. Nilikuwa nang'ang'ana na kupigana hiyo roho ya kutoamini. Lakini baada ya kuingia katika maombi na kukaa katika mafundisho, wakati unakaa katika mafundisho na wakati unaendelea kusoma neno la Mungu, unakuwa na nguvu ya kushinda hiyo roho ya kutoamini. Usifikirie roho ya kutoamini tu utashinda hivi tu ukiwa tu umekaa mahali pale. Hapana. Wakati unaanza kufuata mafundisho na ile wakati unaanza kuona chenye Mungu anafanya, basi maana imani inakuwako, roho ya kutoamini inafanya nini? Inaondoka. Hivyo imani inapoongezeka kwako, roho ya kutoamini inaondoka. Hakuna muamini ambaye hakuwahi kuwa na roho ya kutoamini. Na kuna wale waamini mpaka leo wako kwenye kanisa. In fact, kwa kanisa kama ya Supernatural, bila kuingia mahali, kuna vitu vingi vya kuinua imani yako mahali hapa hivi. Imagine, mtu amekuja amepona kansa, unasikia hiki hapa kuna Mungu. Hiyo tu kuamini mara moja, inaongeza imani yako. Level ya imani inaondoka. Inainuka na kutoamini inaondoka. Lakini licha ya kuwa kuna miujiza hapa, Mungu anatembea katika mambo mengi, kuna watu wako hapa wako na roho ya kutoamini. Hapa kuna roho ya kutoamini. I remember wakati the ministry ilikuwa changa, wakati huduma ilikuwa changa, I remember those days. Ilikuwa ninaombea watu wanaanguka, watu wanafunguliwa. Mtu mmoja alikuja akaniuliza, hata hiyo jambo iko hivi, nafikiri mama wetu wa kiroho akaendewa na huyo mshirika. Ndio akamuuliza, na mama, kwani ndio lazima waamke kila saa? Shida gani wako nayo? Wakati roho ya kutoamini katika maisha yako, huwezi hisi nguvu za Mungu. Unaweza ingia mahali kuna uwepo wa Mungu, lakini huwezi hisi nguvu za Mungu mpaka uamini. Mpaka uamini na kwamba Mungu anaweza. Mpaka uamini. Pasipo kuamini, hakuna chochote kinachotendeka katika maisha yako. Sio maisha kiroho. Huwezi hisi uwepo wa Mungu. Hata uingie mahali kuna uwepo, utaona watu wanafunguliwa na umebaki kusoma kama mimi.
kwani Mungu atanipita mpaka mimi? Wewe sionga Mungu, Mungu sio wa kuonga. Bwana wako anakuja na kuza yeye na kuhudumia. Kama umepigana na hiyo roho ya kutoamini na umeanza kuamini, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu cha dhamana kama kuamini maandiko, neno la Mungu. Ile kitu imeshape maisha yangu ya kiroho ni neno la Mungu. Mimi naamini chenye imetoka kutoka kwa mdomo wa Mungu ambaye ni neno lake. Kwa anasema kama aliponya yule mama ambaye alikuwa ametoka na damu miaka 12. Hiyo kwanza ilipatia imani. Kama aliponya mama, najua leo hii ataponya mtu mahali hapa hivi. Hiyo ni imani niko nayo. Hiyo ni imani niko nayo. Ile kitu ya kuonyesha kwamba muamini bado ni mchanga kiroho ni kulalamika. Unapopata muamini kila wakati analalamika kila wakati, hiyo ni mchanga kiroho. Muamini haufai kulalamika wakati wa changamoto, wakati inayote unapitia mateso, ufai kulalamika. Yule muamini amekomaa hawezi mpaka kifungua kwa kulalamika. No, yeye unapata kushukuru ama anamwambia Mungu wimbo licha kuwa anapitia changamoto.